Basi ndugu zangu, na waharibu ile injili niliyowahubiri, ambayo nilihubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na katika hiyo injili mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, na kwa hiyo injili mnakombolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, na ikiwa mnayashika sana matendo ambayo niliwahubiria, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea nyinyi hapo mwanzo, na kwa maana niliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, yale ambayo niliyapokea mimi mwenyewe, na ya kuwa Kristo Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanavyo maandiko, kama ilivyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko, kama maandiko yanenavyo. Twende verse 10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake Mungu iliyo kwangu ilikuwa si bure. Amen. Bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, na nazidi sana kufanya kazi kuliko hao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Amen. Yani maandiko inasema ya kwamba ile injili ambao tuliipokea kwa kusikia kutoka kwetu, kwa kulipokea kutoka kwetu, Bwana asifiwe. Amen. Hiyo injili hiyo ambao naye mstari wa 10 nasema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu, Paulo anasema lakini kwa neema ya Mungu mimi nilivyo vile nilivyo. Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, na nazidi sana kufanya kazi. So hii maandiko tuangalie na Exodus chapter 4. Maandiko, Musa anaambiwa na Mungu, nyosha mkono wako juu ya bahari. Bwana asifiwe. Amen. Nyosha mkono wako juu ya bahari. Yaani neema ya Mungu ilivyokuwa katika Musa. Bwana asifiwe. Amen. Neema ya Mungu ikiwa ndani yako, utanyosha mkono wako ama unyoshe fimbo yako juu ya mahitaji, juu ya hali, juu ya magonjwa, juu ya mapito. Bwana asifiwe. Amen. Naye Bwana, kwa sababu ya neema ya Mungu, yani Paulo anasema it is by grace I am the way I am. Ni kwa neema niko vile nilivyo. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa neema kwako kunyosha ama kutamkia hali, na hali inatii. Unatamkia hali neno, unazungumza neno, unaambia hali, wewe hali hauna uwezo, wewe hali hauna nguvu. Katika mapigo ya Yesu tumekombolewa, tumepona. Katika mapigo ya Yesu tumebadilishwa, tumefanyika kuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Amen. Yani wewe mwenyewe unafika mahali hata unajivunia, you boast in Christ because you are full of the grace. Bwana asifiwe. Amen. Yani wewe mwenyewe unakaa ndani ya
ninajua Bwana unaweza, ninajua Mungu haushindwi, ninajua Baba uko na uwezo na nguvu. Hii hali itaniondokea, hii magonjwa itaniondokea, maadui wataniondokea, maana vita si zangu, vita ni zako. Bwana asifiwe. Amen. Yani kumbuka, katika Israeli wakao wana wenye wanapigana, lakini kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Goliathi, mtu aliyekuwa mrefu, mtu aliyekuwa na sifa zake. Bwana asifiwe. Alikuwa na sifa zake, nao wana wa Israeli wakawa wanapigana zaidi, na wakafika mahali wakawa wanashindwa, wanalemewa, kwa sababu vita zao zimekuwa nyingi zaidi na Wafilisti. Vita katikati ya Misri, katikati ya Israel na Philistines ikawa ni mingi zaidi, na wana wa Israeli wakafika mahali wakaingiwa na hofu, wakaanza kuogopa, wakaanza kuona hawawezi. Kuna mahali kama Wakristo mambo yanatupata na yale matumaini ya kwamba Yesu anaweza, ya kwamba Mungu anaweza, yani tunakuwa na hofu, tunakuwa tunasita, tunakuwa hatuna imani na matumaini na Mungu wetu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa, waliona Goliathi, hawakuona Mungu waweza, hawakuona Mungu wa kutoa aibu katika Misri, katika Israeli. Maana wana wa Israeli walikuwa wamekuwa na aibu ya kwamba Wafilisti wanaweza wapiga, Wafilisti wanaweza wafanya kuwa mateka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini mtu mmoja aliyekuwa anachunga kondoo za baba yake, kijana aliyekuwa mdogo, kijana aliyekuwa na sifa zake kwa sababu ya Mungu, akaondoka, akaacha kondoo na kuondoka kuwapelekea ndugu zake mkate. Bwana asifiwe. Amen. Alipofika kule akapata vita, hao wanaume wameshindwa, alipata wameshindwa na wameanza kuongea, lakini ndugu yake mkubwa akaanza kumuuliza, ninajua kiburi chako, ninajua wewe vile ulivyo. Yani mtu kiburi, Daudi, wewe ni mtu kiburi. Kama sisi wenyewe tumeshindwa, wewe ndio utafanya nini? Bwana asifiwe. Yani utapatana na watu wa kudiscourage, utapatana na watu wa kudiscourage, watu wa kukumaliza matumaini, watu wa kukuonyesha ya kwamba hautaweza. Kama mimi nilijaribu na nikashindwa, wewe ni nani ushinde? Kama mimi nilijaribu nikashindwa, wewe ni nani ushindwe? Ushinde. Bwana asifiwe. Amen. Yani tuepukane na hao watu. But so long as unajua Mungu, so long as unajua Bwana wa mabwana, ni Mungu mwenye ashindwi, ni Mungu mwenye nguvu na uweza, maana unamjua na unamtambua Mungu wako. Bwana asifiwe. Hautadiscouragewa na hautadiscouragewa na mtu. Bwana asifiwe. Amen. Maana Mungu unamjua, Mungu unamwamini. Daudi akasema ya kwamba si mimi ambaye niliua yule dubu, si mimi ambaye niliua hata yule simba, na huyo Goliathi ni nani mbele ya Israeli wana wa Mungu? Yani Daudi akajua ya kwamba vita si zangu, vita ni za Mungu. Na kwa jina la Mungu, baba yangu aliyeniita, baba yangu aliyenisimamisha, na ambaye amenifanya na hata hapa nikuwe, Goliathi nitamumaliza. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu Goliathi alikuwa mtu wa kiburi, akamwambia
mkitushinda nyinyi Israeli, sisi Wafilisti tutakuwa watumwa wenu. Lakini sisi Wafilisti tutakapokuwa tumewashinda, tutakuwa watumwa. Mungu hawezi akakubali. Kama alitoa wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa na akawaambia ya kwamba nimewaahidi nchi ambayo iko na asali na maziwa, nchi ambayo iko na maisha mema. Mimi nimewaahidi, ijapokuwa kwa njia hamtafika katika ile nchi kwa urahisi. Kutakuwa na misukosuko, kutakuwa na milima, kutakuwa na mambo mengi machungu. Bwana asifiwe. Amen. Katika maisha ya wokovu, si tumeahidiwa uzima wa milele. Tumeahidiwa uzima wa milele, na kufikia uzima wa milele hatutaufikia rahisi. Ni lazima tupate watu wa kutu-discourage. Ni lazima tufuate na Wamisri. Ni lazima maye Mungu, kwa sababu ameagiza malaika juu yako. Kuna yule malaika yako juu yako, malaika mwenye anakulinda, malaika mwenye anakutetea. Kunaye Mungu ameagiza malaika. Kupitia huyo malaika atasimama katikati yako na maadui, na maadui hawatakushinda, maadui hawatakuweza. Bwana asifiwe. Amen. Maana Mungu amekuahidia utafika, amekuahidia uzima wa milele, amekuahidia promised lands, amekuahidia, lakini hautafika kwa urahisi. Bwana asifiwe. Amen. Hautafika kwa urahisi. Katikati ya maisha, katikati ya njia zako, katikati ya mwenendo wako na safari zako, kutakuwa na milima. Bwana asifiwe. Kutakuwa na mambo magumu, kutakuwa na mambo mengine. Utasikia kweli Bwana uko na mimi. Utaomba ya kuondokea, lakini haitakuwa rahisi. Utaomba ya kuondokea, lakini haitakuwa rahisi. Kama Mungu mwenyewe anashuhudia maisha ya mtumishi wake Ayubu, vile Ayubu amekaa na Mungu, vile Ayubu amekuwa mwaminifu kwa Mungu, yaani Mungu mwenyewe anazungumza maisha yake na anaambia shetani, hata utembea namna gani, hata ufanye namna gani, hakuna mtu mwingine mkamilifu kama huyu mtumishi wako. Mungu anajua njia zako, Mungu anajua mienendo yako, Mungu anajua wewe mwenyewe, anakujua, na shetani ako anakutafuta. Bwana asifiwe. Amen. Shetani yuko anakutafuta. Si Goliathi alikuwa amejiinua zaidi ili wafanye wana wa Israeli kuwa watumwa. Naye shetani, kuna wale ambao amewatuma kwako ili wakutafute, ili wakurudishe nyuma, ili wakumalize. Lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo, yaani maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Revelation ya kwamba ninajua wewe ni mtu ambaye hauna nguvu nyingi, nguvu zako ni kidogo, lakini haujawahi likana jina langu. Bwana asifiwe. Amen. Haujawahi likana jina la Mungu. Wewe ni mtu wa imani kidogo, wewe ni mtu mwenye hauna nguvu, nguvu zako ni kidogo, lakini kuna kitu haujawahi fanya, kulikana jina la Mungu, na umelituza neno lake. Bwana asifiwe. Amen. Naye Bwana anasema, na nimekuwekea mlango ulio wazi mbele yako. Mungu amekuahidi, kwa sababu haujawahi likana jina lake na umelituza neno lake, amekuwekea mlango ulio wazi. That is a promised land. Amekuwekea mlango ulio wazi.
Ni Mungu anasema ya kwamba amekupromise. Kuna mlango ulio wazi nimekuwekea mbele yako. Ni kwa sababu umekuwa mtu mwenye haujawahi nikana jina la Mungu.